Mtazamaji, bwana Ibra, msanii ambaye amefanya collab hivi karibuni, ambayo hii ni remix ambayo ameimba na Zuchu. Bwana, katika hii remix ya wimbo unaofahamika kwa jina la huu ni moja kati ya ngoma ambayo imepokelewa vizuri sana, na kiukweli ukifuatilia vizuri utajua kwamba kweli kabisa Zuchu alikuwa anahitaji, au tunaweza kusema kwamba Zuchu alikuwa na haki ya kuamua kukubali hii remix ambayo ameifanya na Ibra. Bwana, hiyo ni kutokana na the way ambavyo hii ngoma ilivyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, lakini kubwa zaidi ni kwamba mapokezi ya ngoma hii yamekuwa ni makubwa kupitiliza. Watu wengi sana wameipenda. Ngoma inakwenda kwa jina la Uhakika, na remix bwana, humo ndani Ibra ameamua kumshirikisha Zuchu. Sasa baada ya ngoma hii kutoka bwana, ni kwamba tumeshuhudia wadau mbalimbali wameisifia, lakini pia hata Roma, msanii wa rap huyu, naye pia amejitokeza, amemsifia Ibra akiwa amemtofautisha na wasanii wengine ambao wanaitwa Mabantu. Kwa mujibu wa Roma, amedai kwamba Mabantu wanaimba nyimbo ambazo hawatumii tafsida, wananyoosha matusi kama yalivyo, lakini Ibra yeye amefanya ustaarabu sana katika hii ngoma, ametumia tafsida kuficha maneno makali makali katika ngoma yake hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Uhakika, hususan katika ngoma baada ya kufanya remix na Zuchu. Bwana, hapa habari ambayo imetufikia ni kwamba tumepewa taarifa hapa kwamba msanii wa mziki Roma Mkatoliki amempa maua yake Ibra, haswa kwenye swala zima la uandishi kwenye wimbo wake ambao unaokwenda kwa jina la Uhakika, ambapo amekuwa mstaarabu sana. Roma Mkatoliki anasema kuwa Ibra amekuwa anatumia tafsida kwenye uandishi wake, ambapo amekuwa akiwavutia watu wengi zaidi kuliko wasanii wengine ambao akatolea mfano kama vile Mabantu. Mabantu wenyewe bwana huaga watumii tafsida katika ngoma zao. Lakini pia Roma ametolea mfano mstari wa Ibra ambao unasema kwamba zipu mfungulie jirani tulia. Amesema kwamba zipu usimfungulie jirani tulia. Akasema kwamba wangekuwa ni Mabantu hapo wangeweka maneno makavu makavu hivyo hivyo kama yalivyo, na angemaanisha matusi moja kwa moja. Kwa hiyo hapa bwana, inaonekana kwamba Roma bwana ameamua kumsifia Ibra, ametumia tafsida, hajaamua kuimba matusi kama Mabantu wanavyofanya. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Roma ameandika kwamba bwana, yule dogo Ibra mstaarabu sana, laini yake inayosema kwamba zipu usimfungulie jirani tulia. Pale angekuwa ni wale wanangu Mabantu pale wangepita nayo mazima mazima ile bila tafsida, muda hawanaga wale. Wangeimba kwamba chupi usimvulie jirani kitulize, au wangenyoka mazima kwamba potassium usimwage kwa jirani tulia. Muda hawana wale wakali wa nyeupe nyeupe. Ameandika hivyo Roma Mkatoliki, kwamba Mabantu bwana uaga wanaga kona kona, wanaga tafsida. Kama sehemu inamaanisha matusi, basi hata mtoto mdogo akisikia anajua kabisa kwamba hili ni tusi. Lakini Ibra yeye amejitahidi kuficha ficha yasionekane kwamba ni matusi, ameamua kutumia tafsida. Lakini pia vile kuna mengi sana yameibuka kuhusiana na ngoma hiyo. Nataka nikuelezee kiundani zaidi, maana bwana Zuchu kuwemo kwenye remix bwana ni moja kati ya vitu ambavyo vimeibua mijadala mingi sana. Na mtazamaji bwana, baada ya kolabo kati ya Ibra na Zuchu kutoka, hii ni remix bwana, mambo yamekuwa ni moto kweli kweli huko mtandaoni, yani sio kawaida. Wadau mbalimbali bwana wamekuja kuizungumzia. Hii ni miongoni mwa kolabo kali kabisa, kwa sababu verse ambayo ameifanya Zuchu bwana sio ya kawaida, yani verse ambayo Zuchu ameiweka katika hii ngoma bwana sio ya kawaida. Lakini pia vile wadau wamekuja wamedai kwamba Ibra amefanya makosa makubwa sana kumwacha Zuchu aanze katika hii remix. Bwana, hii ni kutokana na mashairi ambayo bibie Zuchu ameandika. Wadau huko bwana wanasema kwamba kwa mujibu wa kile ambacho amekiandika
Zuchu bwana ni moja kati ya mashairi makali sana, yani katika remix ambazo zitafanya vizuri zaidi kwa mwaka huu bwana, basi moja kwa moja hii bwana ni moja kati ya remix kali mno bwana. Sasa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameelezea hapa kiundani zaidi kwamba Ibra amejichanganya kweli kweli kumwacha Zuchu aanze katika hii remix. So hapa bwana, kuna peji kadhaa zimekuja kutia neno kuhusiana na hii issue. Nataka hapa nikusomee baadhi ya peji ambazo zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Ibra amefanya makosa mawili. La kwanza kabisa ni kumwacha Zuchu aanze kuimba katika hii ngoma, yani verse za Zuchu kutangulia katika hii ngoma ni kosa la kwanza ambalo Ibra amelifanya. Lakini pia kosa la pili ni kwamba amempa muda mwingi wa kuimba hii vesi. Bwana ina uzito wa tani. Mda huyu akamalizia kusema kwamba remix ya ngoma ya Uhakika tayari imetoka, unaipa asilimia ngapi vesi ya Zuchu? Wadau mbalimbali hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema kwamba bwana Zuchu can sing. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana Zuchu ameniblock. Kwa mwingine anasema kwamba bwana uzuri wa Zuchu utasonya we, lakini mwisho wa siku unakaa unasikiliza jinsi ambavyo ngoma inavyopiga, then maisha yanaendelea. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana Zuchu ameimba ametisha kweli kweli kama AI. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana well spoken bro. Kuna mwingine amesema kwamba bwana Zuchu ametisha sana. So kwa kifupi ni kwamba watu wameshaanza kuanzisha hizi narrative kwamba Ibra amefunikwa na Zuchu katika hii ngoma. So it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini mambo ni mengi zaidi. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba ilikuwa kama vile ni miujiza Ibra kupata collab na Zuchu. Bwana finally ni kwamba tayari bwana Zuchu kweli ametia vocal. Bwana ametia vocal, ametia verse katika ile ngoma pendwa kabisa kutoka kwake Ibra. Bwana, moja kati ya ngoma ambazo zinafahamika kwa jina la Uhakika, moja kati ya track ambazo Ibra amekuja nazo na zimefanya vizuri, mapokezi yamekuwa makubwa. Kama unavyojua kwamba kupata kolabo na msanii wa WCB sio jambo ambalo linawezekanaga kiurahisi rahisi, lakini kutokana na ukubwa wa ngoma hii ambayo Ibra ameifanya ni kwamba moja kwa moja imempa guaranteed win ya kufanya remix na Zuchu. So mpaka tunavyozungumza sasa hivi tayari ngoma imeshaachiwa kwa hewa. Page mbalimbali zimesha ripoti, wadau wamekuwa excited, watu wameisifia tayari, tumeisikiliza. Na kusema ule ukweli, Zuchu bwana ni moja kati ya wanadada ambao wana uandishi mzuri mno hapa Tanzania. Bwana, ngoma hii nimeisikiliza mara 3 tokea ilivyotoka, na mashairi ambayo ameyaweka Zuchu humu ndani bwana yanasisimua kweli kweli, yani lazima upate goosebumps.